Kwa hiyo kila mtu ayasikiaye maneno yangu ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Amejenga nyumba wapi? Kwenye mwamba. Si tunajua mwamba? Mwamba sio kitu nyepesi, si ndio? Mwamba ni ngumu. So anayesikia haya maneno na kuyatenda. So kuna uwezekano wa kuisikia na kutotenda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia, na kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Biblia inasema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. So kuna uwezekano ya kusikia venye umekuja Jumapili hii uyasikie na usiyatende. So kama hujayatenda bado msingi wako hujakuwa kama mtu mwenye nini? Busara. Si sawa? Wacha tuone huyo mtu mwingine. Huyu mwenye busara kwenye mama. Wacha tuone 25. Haya. Tuendelee kwanza tuone huyu mtu mwenye busara ni nini itatendeka. Tuendelee. Mvua ikanyesha, mafuriko, ukaipiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Siendelee mbele, ngoja. Tumeona kwamba huyu mtu ni mwenye busara, si kweli? Ameyafuata hayo maneno na pia ameyatenda, ameyasikia na kuyatenda. Ni mwenye busara na msingi wake ni kwenye mwamba, si kweli? Yes. Alafu tukiendelea 25 inasema mvua ikanyesha. Mvua. Huyu mtu ni mwenye busara, huyu mtu amesikia, huyu mtu amefanya nini? Ametenda. Amesikia, ametenda na ni mwenye busara. Haya. Mvua ikanyesha, hiyo ni ya kwanza. Mafuriko yakaja. Unajua hata mimi penye natoka kusikika kama hapa tamu. Lakini hapa Ngwelo kwa siku kidogo nimekuwa hapo, mvua inakuja, mvua ikikuja ni mvua ya mawe. Mpaka nashangaa. Hii mawe. Na hiyo mawe inachapa. Kama kulikuwa na maragwe, kama kulikuwa na mboga inachapa kabisa. Hata kama ng'ombe imefungwa nje, ng'ombe ukitoka unahurumia ng'ombe, ng'ombe inapigwa mawe. So mvua inakuwa na vitu mingi, si ndio? Itaweza kuwa na mawe. So tunaangalia msingi. Haya, mafuriko yakaja. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, upepo ukavuma, ukaipiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Sasa hata kama umeokoka, umejazwa na Roho Mtakatifu, unaenda mbinguni, haufanyi dhambi, wewe ni mtakatifu, kuna wakati wa mvua, kuna wakati wa mafuriko, kuna wakati wa upepo utakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tuendelee.